Huu ni mpango mkakati wa kupinga vitendo vya ukatili kwa wanawake, wasichana pamoja na watoto. Watu unavyojua masuala ya ukatili yamekuwa makubwa, na kama yamekuwa makubwa, wanawake nani wa kuweza kuiondosha haya masuala? Sisi. Tukumbuke kwa miaka iliyopita yote inaonyesha kwa kesi za ukatili bado zinaendelea kuripotiwa na ni nyingi, kwa sababu kwa 2025 tulipata kesi 1228. Lakini katika kesi hizi waathirika wakubwa ni watoto wetu pamoja na wanawake. Sasa mpango mkakati huo kupinga vitendo vya ukatili ni chachu sasa kupunguza ama kuondosha moja kwa moja ukatili. Lakini huu mpango hatuweza kufanya kazi kama sisi wenyewe pia hatujauangalia kwa vizuri, tukaona tufanye nini, tutoe mapendekezo gani, na tunapoenda kuutumia tunautumia kwa njia gani. Mpango tuko nao, na huu mpango umegusa sekta mbalimbali. Kwa hivyo tuangalieni, kila mtu angalie kwa sekta yake, tujue ni kwa jinsi gani tunaweza tukasonga mbele. Hilo la mwanzo. Lakini la pili, nilikuwa nataka nigusie suala hili la ukatili katika madrasa zetu na katika vyuo vyetu pamoja na mashule. Tuendelee kwenye jamii, waratibu wetu tuendelee kuzungumza na wanajamii, tufanye mikutano mbalimbali ya kuhamasisha wazazi ama walezi wawe makini sana katika swala la ukatili. Tuangalie watoto wetu kwa upana, kwa sababu athirika kubwa ni watoto. Lakini tuhamasishe jamii, tuache kuachana kiholela. Kuvunjika kwa ndoa imekuwa ni chachu kubwa ya watoto wetu kupatwa na ukatili. Mtoto analelewa na bibi, mtoto analelewa na mjomba, mtoto analelewa na mama kambu, na hatuseme mama kambu wote siwo, lakini kuna wengine siwo. Kwa hivyo ni vizuri zaidi tukiwa tuendelee kutoa elimu kwa jamii, kutumia vyombo vya habari, kuenda kwenye community ili wanajamii wafahamu haki za mtoto. Na kwa bahati nzuri Zanzibar, tumshukuru sana rais wetu wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Hassan Mwinyi kwa kuisimamia hii sheria ya mtoto. Zanzibar tuna sheria ya mtoto namba 6/2011 ambayo imetoa ufafanuzi wa kutosha dhidi ya haki na wajibu wa mtoto. Lakini haki hizi hazitoweza kulindwa kama wanajamii wenyewe watakuwa ni wavunjifu wakubwa. Serikali ipo kwa kulinda, lakini wanajamii wenyewe wawe mstari wa mbele katika kuzilinda hizo haki. Sasa wakati tunafanya hizi kazi katika sekta zetu, kuna vitu vingi vinaibuka. Katika sekta huko kuna masuala mazima ya uwiano wa wanawake na wanaume, lakini katika sekta kuna watu wetu wenye ulemavu. Lakini tunataka tuone zile top position zikoje. Je, wakuu division wako wanawake na wanaume wako sawa, au division nzima imemilikiwa na wanaume? Hivyo ni vitu vya kuangalia. Lakini haki za wanawake wajawazito zinaangaliwa vipi? Katika mafunzo kwa lengo la kujengeana uwezo kuhusiana na mpango kazi wa kupinga ukatili na udhalilishaji wa kijinsia. Mpango kazi ambao ndio unatoa mwongozo wa namna gani ya kutoa huduma katika kwa wahanga wa matukio ya ukatili na udhalilishaji. Kwa hiyo mafunzo haya na imani yetu ni kwamba yatabadilisha namna ya utoaji wa huduma, lakini pia itasaidia kuwafikia watu wengi katika jamii, kwa sababu matatizo mengi yanaanzia kwenye jamii. Kwa hiyo wale watoa huduma watakapokuwa wamepata mafunzo wakaelewa, ina maana ni rahisi kuzuia matukio katika ngazi ya jamii. Lakini pia ni kuimarisha muunganiko wa utoaji wa huduma baina ngazi ya jamii kuja katika shehia, lakini pia mpaka kufikia katika ngazi ya mkoa. Pamoja na hayo, maanake kwamba linapotokezea tatizo ni rahisi mtu kuripoti na kuhudumiwa ndani ya masaa 72 kabla ushahidi haujapotea. Naahidi kwamba kutokana na elimu ambayo tumeipata, basi tutaitoa elimu ili kupunguza au kuondosha kabisa tatizo hili ambalo linaipata jamii, hasa wanawake na watoto na walemavu kwa pamoja, na wote wale wanaopata vitendo vya udhalilishaji. Sasa kwa kuahidi huku, tunaahidi tutafanya kazi hasa katika maeneo yetu
kwa sababu jambo hili ni jambo la kidini, kukataza maovu. Kwa hivyo tutaendelea kukataza maovu ndani ya madrasa zetu, ndani ya misikiti yetu. Kwa hivyo tunawaomba na wenzetu wote wale waliokuwa hapa ambao ni walimu wa madrasa, maimamu wa misikiti, jambo hili basi walizungumze ndani ya misikiti na ndani ya madrasa kwa manufaa yetu sote na watoto wetu, ili kizazi chetu kiishi kwa furaha, kwa sababu kwa sasa hivi kizazi kinaishi hivyo hivyo. Na ndiyo maana wengi katika wanajamii basi hawana imani sana na kwa waache watoto wao kwenda huku na huku bila kuwapeleka wao. Kwa hivyo tulizungumze jambo hili kwa sababu ni jambo la kidini, na liondoke au lipunguke moja kwa moja inshallah. Wito wangu kwa wazee pamoja na jamii ni kulichukua jambo hili kwa uzito mkubwa, na kwa sababu tusione kwamba leo kimya mtoto uko hivi, basi tuone kwamba tuwe tuna waasa watoto wetu wasiitwe na watu waliokuwa hawajui, wasipokee zawadi tu kwa mtu aliyekuwa hawamjui, kwa sababu malengo yao watu hao tunakuwa hatuyajui. Kwa hivyo jamii tunaiasa ishughulikie malezi kwa ukamilifu kwa watoto wetu tuliokuwa nao ndani ya mitaa yetu na ndani ya nchi. Lakini pia kazi yangu ni kuhamasisha wazee na vijana na jamii kwa jumla. Iwapo linatokea tatizo, mtoto kabakwa, basi watu ripoti mratibu na sheha, ili tuweze kulifuatilia lile swali na lipate ufumbuzi wake au lifate taratibu. Kwa sababu maana ya kusema hivi, kuna baadhi ya matokeo tunasikia tu mitaani, kuna fulani kabakwa, kuna fulani kabakwa, lakini hatuna taarifa. Maswali yanakuwa hayana ushahidi, kesi inakuwa haina ukweli. Tunabakia mtu anapelekwa, anarejeshwa, mtuhumiwa anapelekwa, mtoa taarifa ile ya kuwa mtoto wangu kabakwa haendi kujibu, haendi kutoa ushahidi, ili mradi yapo tu. Kwa hiyo wito wangu, iwapo linatokea hili tatizo, turipotiwe sisi ambao tupo vijijini kwa niaba ya kupinga vitendo hivi, na tuko tayari kuvifanyia kazi wakati wowote, saa yoyote, usiku mchana. Changamoto za kwanza tunazozipata wakati wa kuyapeleka maswali haya mbele ni kwamba usafiri tunakuwa hatuna, na maswali yetu kama mnavyojua hayana guarantee ya wakati gani. Aghalabu hizi kesi tunaripotiwa usiku tuko vijijini, tunataka tumpeleke muhanga kituo cha polisi ambacho kwa pale kwangu kiko Mkokotoni, ni masafa, tupate usafiri. Bila ya usafiri yule muhanga itakuwa hatuwezi kumhudumia. Lakini pia tunapoenda kituo cha mkono kwa mkono kwa jina la mkato, pia panakuwa usumbufu mkubwa, dokta inakuwa wakati mwingine hayupo. Kesi zetu kama mnavyojua hazilazwi, unakutia kwamba mtoto urudi naye sasa ukalale naye nyumbani, siku ya pili ndo unampeleka kule, inakuwa haileti maana. Tunakuwa kesi zetu hazina ubora. Ili kesi iwe na ubora pale kwa pale, tupate huduma.